Ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 8 2025 katika viwanja vya Tanganyika Packers ambapo CCM iliazimia kuzima zote na kuwasha kijani. Leo tunaanza rasmi kampeni. Mimi na mgombea mwenza tutazunguka kila pahala ndani ya nchi yetu kuwaeleza wananchi yale tunayokusudia kuyafanya. Niwatake wagombea na viongozi wote wa CCM, twendeni kwa wananchi, mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji, nyumba kwa nyumba, tukaeleze kazi iliyofanywa na Chama cha Mapinduzi na yale ambayo CCM imepanga kuyafanya miaka 5 ijayo, ili wananchi watupe ridhaa ya kwenda kuyatekeleza. Dr. Samia Suluhu Hassan akaonesha dira na namna CCM itakavyowahudumia wananchi 2025-2030 ikiwa atapata ridhaa hiyo. Dr. Samia akaweka bayana siku 100 za kwanza za kazi na utu ikiwa atapatiwa ridhaa ya kuliongoza tena taifa la Tanzania. Tumefungua ukurasa mpya wa matumaini kwa taifa letu. Safari ya kutekeleza dira 2050 imeanza. Azma ya serikali nitakayoiunda pindi nitakapopata ridhaa yenu ni kuendelea na mabadiliko yanayogusa maslahi na ustawi wa maisha ya wananchi moja kwa moja. Kwa kuwa tutapita kueleza yaliyopangwa kutekelezwa na ilani ya CCM katika kipindi cha miaka 5 ijayo kwa ujumla wake na kwa kila eneo nchini, niruhusuni sasa nitaje mambo machache ambayo nitayafanya ndani ya siku 100 za kipindi cha pili cha awamu ya 6. Katika kutekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote, tutazindua rasmi mfumo wa taifa wa bima ya afya kwa wote kwa awamu ya majaribio, tukianza na wazee, watoto, mama wajawazito na watu wenye ulemavu. Gharama za matibabu kwa makundi haya zitabebwa na mfuko wa taifa wa bima ya afya. Vile vile, serikali itaanza kugharamia kwa 100% matibabu na vipimo vya kibingwa kwa wananchi wasio na uwezo kwa magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo saratani, figo, moyo, sukari, mifupa na mishipa ya fahamu. Haya ndiyo magonjwa yenye gharama kubwa ambayo wananchi wasio na uwezo wamekuwa wakishindwa kumudu gharama zake. Ili kuimarisha huduma za afya, serikali itaajiri wahudumu wa afya wapya 5,000 ndani ya siku 100, 5,000 wakiwemo wauguzi na wakunga ili kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto. Kwa upande wa sekta ya elimu, tutaandaa mkakati madhubuti wa kisayansi kuhakikisha kila mtoto wa darasa la 3 anaweza kusoma, kuhesabu na kuandika bila shida. Na katika kulitimiza hili, tutaajiri walimu 7,000 wa masomo ya hisabati na sayansi. Katika hatua nyingine, tutazindua mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi yani VETA na vyengine na vyuo vikuu kwa lengo la kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta za kipaumbele kama nishati, tehama, viwanda vya kuongeza thamani na maeneo kama hayo, na kuwafanya wanafunzi wa VETA wanapotoka madarasani waweze kuchukuliwa viwandani ili kufanya kazi zao za mazoezi. Lakini katika hatua nyingine tutatenga fedha kiasi cha bilioni 200 ili kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa wafanya biashara ndogo ndogo na za kati na kuwezesha uendeshaji wa kampuni changa yani startups. Tutarasimisha sekta isiyo rasmi. Hii ni sekta ya kina mamalishe, maafisa usafirishaji, bodaboda na bajaji na wajasiriamali wadogo watarasimishwa ili waingie mfumo rasmi wa serikali
na waweze kupata huduma zao na wenyewe waweze kushirikiana na serikali. Tutaanzisha programu maalumu ya ujenzi wa mitaa ya viwanda wilayani yenye kulenga kuzalisha ajira kwa Watanzania kupitia kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, madini na misitu, pamoja na uzalishaji wa vifaa vya ujenzi. Tutaanza utekelezaji wa ujenzi wa gridi ya taifa ya maji kwa lengo la kuwa na vyanzo vya uhakika vya maji kwa ajili ya matumizi ya majumbani, kilimo, mifugo na biashara. Gridi ya taifa ya maji itahusisha vyanzo vikubwa vya maji kutoka maziwa ya Victoria, ziwa Tanganyika, lakini pia ziwa Nyasa, pamoja na mito mikubwa nchini. Tutaendeleza jitihada za matumizi ya nishati safi ya kupikia, hatua ambayo itapunguza utegemezi wa kuni na mkaa na kuweza kuhifadhi mazingira. Vile vile tutaanzisha mifumo rafiki ya uwajibikaji ambapo mawaziri, wakuu wa mikoa na watendaji wengine wa serikali watatoa taarifa na kujibu maswali kutoka kwa wananchi kwa njia ya kidigitali na SMS za bure. Kutakuwa na mifumo hiyo, na hiki ndicho kipimo kitakuwa cha mawaziri. Ameulizwa, ameelezwa shida ngapi, amejibu ngapi, amechukulia hatua ngapi. Hichi ndicho kipimo chao. Vile vile tukiongozwa na falsafa ya R4, tutaendeleza mashauriano na wadau wa siasa, taasisi za kiraia na sekta binafsi kwa kuunda tume ya kuanzisha mazungumzo ya maridhiano na upatanishi na kuandaa mazingira ya kuanza kwa mchakato wa katiba mpya. Kwa ujumla, katika miaka 5 ijayo, tumejipanga kuongeza nguvu sio tu kwenye miundombinu, bali pia kwenye ubora wa huduma zinazotolewa, kusimamia haki, amani na utulivu wa kisiasa ili tuweze kukuza uchumi na kuleta maendeleo na ustawi wa taifa letu. Tutahakikisha tunajenga jamii ambapo miradi inafanya kazi kama nilivyosema kule nyuma. Niwaombe ndugu wananchi, twende pamoja kwenye safari ya maendeleo inayomhusu kila Mtanzania. Wito wangu kwa wakulima na wafanyakazi walioko mstari wa mbele kujenga taifa linalojitegemea, lakini pia kwa vijana ambao ndio nguvu kazi yenye ari na ubunifu wanaojenga kesho iliyo bora, na kwa wanawake na makundi mbalimbali wenye matumaini ya kujenga taifa lenye ustawi na maendeleo jumuishi. Wote twende tujenge taifa letu. Twendeni pamoja tukachague Chama cha Mapinduzi ili haya niliyoyaeleza yaweze kufanyiwa kazi. Baada ya uzinduzi wa kampeni katika viwanja vya Tanganyika Packers Kawe, Dar es Salaam tarehe 29 mwezi wa 8 2025, safari ya kuinadi ilani ya CCM 2025-2030 ikaanzia Ngerengere, Morogoro. Niwaombe twende kata kwa kata, twende kijiji kwa kijiji, mitaa kwa mitaa, nyumba kwa nyumba. Na hili ni viongozi wa chama, lakini viongozi wetu wa kimila mnaweza mkatusaidia pia, kwa sababu nanyi mna sauti kule mnakotoka, mna sauti kubwa sana. Tulioyafanya mmeyaona, na tumeahidi mengi kufanya baadaye. Mkatusaidie tupate kura za kishindo, za ushindi, ili tupate ari ya kufanya kazi kuleta maendeleo zaidi na zaidi. Wagombea ubunge mmewaona? Haya, Babu Tale nyanyua mkono wa kuone. Haya, na kaka Zuberi nyanyua mkono wa kuone. Wabunge oye! Baada ya hapo, baragumu la kampeni za uchaguzi likawa limepulizwa rasmi. Safari ya milima na mabonde, angani na ardhini ikashika kasi. Imba sema iki kwa
CCM we, Oktoba tunatiki, asha tunakalia kiti. Kabla ya kuendelea na simulizi za yaliyojiri katika kampeni za Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza ni tathmini ya kampeni hizo hadi sasa. Na huyu ni Kenan Kihongosi, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo CCM Taifa. Kampeni zetu zinakwenda vizuri. Kampeni za mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ziko vizuri sana, na tathmini mpaka sasa Chama cha Mapinduzi kinakwenda kushinda kwa kishindo, kwa sababu kimeeleza nini kilifanya miaka mitano iliyopita, lakini kinaendelea kueleza nini kitafanya miaka mitano inayokuja. Kwa hiyo ni imani yetu Watanzania wanajua kazi nzuri iliyofanywa na serikali ya CCM. Awamu iliyopita vituo vya afya vimeongezeka, miundombinu ya barabara kilomita zimejengwa, madaraja yamejengwa, elimu madarasa, shule za msingi za sekondari, mabweni yamejengwa, na wanafunzi ukumbuke wanaenda mashuleni. Wazazi hawachangishwi, serikali imebeba mzigo wote. Nani ameifanya kazi hii? Ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kwa kazi hii iliyofanyika, hii ni katika sekta mbili. Nenda kwenye sekta ya afya, zahanati zimejengwa, vituo vya afya, hospitali za wilaya, hospitali za rufaa, lakini kuna vifaa tiba ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan amenunua: MRI machine, CT scan, digital x-ray na vifaa vingine mbalimbali akiwemo madawa. Kwa hiyo Watanzania wanaelewa nini ambacho kinafanyika, lakini ukisoma ilani hii mpya ya 25-30 imesheheni mambo makubwa zaidi. Bajeti zimeongezeka za wizara nyingi, kwa hiyo maana yake sekta nyingi za kiuchumi zinakwenda kupata fedha. Sekta zinazohusiana na masuala ya kilimo, ufugaji zinapata fedha. Barabara, uchukuzi wa anga, ardhi na baharini watapata fedha za kutosha. Sasa Mtanzania anachohitaji ni maendeleo. Mtanzania anachohitaji ni amani. Mtanzania anachohitaji ni mazingira wezeshi ya kutengeneza uchumi wake, lakini na yeye aweze kuchangia kwenye pato la taifa letu. Hiyo kazi anaifanya ni Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunaposema ushindi ni wa kishindo, unaonekana kwa zile kazi ambazo zimefanywa na mgombea wetu wa urais ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hatuna wasiwasi, kama ambavyo mnashiriki kampeni, mnaona maelfu ya watu wanajitokeza kushiriki na kuona namna gani chama hiki kinanadi sera kuelekea 2025-2030. Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, ana hofu ya Mungu. Lakini pili, ni mvumilivu. Lakini tatu, ana utu, anathamini watu ambao anawaongoza. Lakini nne, ni kiongozi anayeshaurika na anasikiliza makundi yote. Ndio maana unaweza ukaona machifu walienda, wenye ulemavu walienda, wachungaji walienda, wananchi, wafanyabiashara walienda, boda walienda. Kila kundi analisikiliza. Huu ni upekee wa tofauti sana. Sio kila mgombea anaweza kufikika kiwango hicho. Lakini lingine, lugha yake. Anapoomba ridhaa anatumia maneno ya kuunganisha nchi. Hahamasishi fujo, haleti uchochezi, hawagawi watu, yeye wote ni wa kwake. Watanzania wanahitaji mtu wa kuwaunganisha, mtu atakayewasaidia, mtu atakayehubiri amani, kwamba wajue ndani ya nchi yao wako salama. Ndicho ambacho Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa CCM, anajitofautisha na wagombea wengine, kwamba yeye ni full package, hasa katika usimamizi wa maendeleo, usimamizi wa amani, usimamizi wa utu. Anajali na kuthamini kila mmoja ndani ya taifa letu. Katika kipindi cha lala salama tumejipanga vizuri. Kwanza, kanda ya Ziwa, tutapita mikoa yote ya kanda ya Ziwa, kuanzia Mwanza, tutakwenda Geita, tutakwenda Shinyanga, tutakwenda Simiu, tutakwenda Mara, tutakwenda mpaka Kagera. Na hii kanda yote wananchi watamuona mgombea na kumsikia mwenyewe akiomba ridhaa. Katika dakika za lala salama, Watanzania tulikopita, nadhani mnapata feedback. Wengine wanasema tarehe 29 haifiki, tukapige kura, mama umeshashinda. Kwa hiyo tunakwenda kufanya kampeni za kuhitimisha moja kwa kishindo, lakini tunakwenda kwenye kanda ambayo CCM ina wapenzi wengi. Mgombea anakubalika sana kwa kazi kubwa ambazo amezifanya kanda ya Ziwa. Kanda ya Ziwa kulikuwa na kero ya maji. Serikali imetoa maji Ziwa Victoria, yameenda Shinyanga. Maji yamefika Tabora, maji yanakwenda Simiu, maji yatakwenda Mara. Unadhani mgombea kwa nini kanda ya Ziwa wasimwelewe? Lakini kule wapo wafugaji, ametoa chanjo za mifugo kwa nusu bei. Serikali imechangia, mwananchi anachangia nusu. Watachanja ng'ombe, wanachanja kuku, wanachanja
mbuzi wanachanja kondoo. Kwa nini mifugo inachanjwa? Lengo ni moja, iweze kuuzika kibiashara. Tukienda huko duniani, mifugo yetu ifanane na mifugo mingine, iwe mifugo yenye tija, yenye afya, yenye ubora ambao unakubalika kimataifa. Kwa hiyo mfugaji wa kanda ya Ziwa atakwenda kuinuka kiuchumi. Mkulima wa kanda ya Ziwa atainuka kiuchumi. Ruzuku inapelekwa kwenye pamba, inapelekwa kwenye tumbaku, mkulima yule atapata fedha. Wavuvi wanapewa vizimba, watapewa boti za uvuvi. Lakini kurahisisha usafiri kwa maana ya kujenga meli, kujenga maboti, kujenga vivuko, haya yote yanaenda kusukuma uchumi wa kanda ya Ziwa. Lakini SGR pia inapita Mwanza. Sasa haya mambo, mtu gani wa kanda ya Ziwa mwenye akili timamu asiweze kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan? Kwa hiyo wana Mwanza wanachohitaji ni maendeleo, na hayo maendeleo watayapata kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wapiga kura wajitokeze kwa wingi sana kwenda kushiriki kupiga kura. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili, wahamasishane wao kuwachukua wengine waende wakapige kura. Lakini la tatu, wapiga kura wakachague wagombea wanaotokana na Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na mgombea urais Daktari Samia Suluhu Hassan. Wabunge wa CCM, madiwani wa CCM. Kunapokuwa na muunganiko, hakuna mabishano, hakuna malumbano, hakuna kutukanana. Wataongea kitu kimoja, watakubaliana, maendeleo yatapatikana. Kwa hiyo wapiga kura nchi nzima ni waombe kwa unyenyekevu mkubwa kwamba tunaomba muwachague wagombea wanaotokana na CCM ili wakaitende kazi wakiongozwa na jemedari na mgombea urais madhubuti ambaye ameonyesha uwezo mkubwa kwamba nini amekifanya kwa miaka minne na nini atakifanya kwa miaka mitano. Tanzania itabadilika, watayaona matunda ya kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wapiga kura ikifika Oktoba 29, amkeni, nendeni mkamchague Dr. Samia, mpeni wabunge wa CCM, mpeni madiwani wa CCM, waende kusukuma ajenda kubwa ya maendeleo ya wananchi, na nchi yetu izidi kuwa na amani, umoja na utulivu kwa kuchagua viongozi wanaotokana na CCM. Naam, kampeni za Dr. Samia zimekuwa na mapokeo chanya. Katuletea barabara ya lami. Pili, katujengea daraja la kimataifa. Tatu, umeme wa kumwaga, maji mwamwamwa. Shule, yani elimu bure. Sasa hivi yani ni fulu kujinenepea. Sisi wa Samia amesaidia sana kurudisha maeneo la ufugaji. Iwe napata mfugo, napata huduma. Kwa sababu siku zote tulikuwa tunateseka, lakini kwa sasa hivi changamoto yote ambaye tunashika ng'ombe ovyo ovyo amepungua kwa ajili yake ya Samia. Tufanyia mambo mengi sana makubwa, elimu bure, yani maji, umeme, yani vingi. Fursa pia tunapata bure, hatujengea daraja, hatuletea fursa kwa vijana, saizi hatupati tabu. Katika hotuba zake za kampeni, Dr. Samia Suluhu Hassan ameainisha ahadi zinazohusu utu, umoja na mshikamano, kupiga vita rushwa, umoja wa kitaifa, fursa za ajira kwa vijana, ujenzi wa kongani za viwanda, kuboresha maisha ya wananchi, kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji, maji, afya, kilimo, ushirika, kukuza matumizi ya sayansi na teknolojia katika shughuli za kiuchumi na kijamii, kuendeleza utalii na kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Si hivyo tu, ahadi nyingine ni kudumisha demokrasia na utawala bora, kudumisha muungano, amani, utulivu, usalama na diplomasia ya kimataifa, pamoja na kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na michezo. Kimsingi, Dr. Samia amegusa kila huduma ya msingi ya uhitaji wa kibinadamu. Tumeweza kuenzi muungano wetu. Mafungamano kati ya pande zetu mbili yameendelea kukua. Yamekuwa kifamilia, yamekuwa kijamii, yamekuwa kibiashara na yamekuwa kiuchumi, mbali kisiasa, ambao ndio ulikuwa msingi wa muungano wetu. Tumeweza kuukuza katika nyanja zote hizo. Naweza kusema sasa umekuwa muungano wa udugu wa damu zaidi kuliko vigezo vingine vyote. Pamoja na muungano wetu, tumeweza kulinda uhuru na mapinduzi matukufu ya Zanzibar, na hali kadhalika kudumisha umoja, amani na utulivu nchini. Hizi ndizo tunu kuu
na za msingi kwa maendeleo ya taifa letu, na hizi niwaambie, tutazilinda kwa bidii zetu zote, kwa bidii kubwa. Ni kwa mantiki hiyo, ahadi za Dr. Samia zinaakisi dira ya taifa ya maendeleo 2050 inayojielekeza katika malengo na shabaha ya kuwa na upatikanaji wa huduma jumuishi za hifadhi ya jamii na maendeleo kwa wote. Hakuna chama kitakachoweza kwa sasa hivi kulinda na kuinua utu wa Mtanzania kama sio Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! Na ndio maana tumekuja na hii kauli mbiu ya kazi na utu. Wanamchinga sijawasikia. Kazi na utu, kazi na utu, tunasonga mbele. Manake nini? Manake tupeni ridhaa yenu Chama cha Mapinduzi, tuendeshe nchi hii tena kwa miaka 5 ijayo. Huko mbele tutakuja tena, mtatufanyia tathmini, tutakuja tena. Kila alikopita, Dr. Samia amekuwa akipata mapokeo chanya, kulakiwa na kukubalika katika kampeni zake. Mama ameona mbali, hata ukiona mtoto, ukiona nia ya kuendelea kusoma unasoma. Mimba za utotoni ni za bahati mbaya, isiwe kutengwa, usiendelee na shule. Mama anaona maono ya mbali, sababu rais mwanamke anataka wanawake tufanikiwe, tuendelee. Ni mama ambaye ni mchapakazi, ni mama ambaye ana huruma za Watanzania. Mama Samia amehangaika huku na kule kuwawezesha wajane, kuwawezesha mpaka vilema, kuwawezesha watu wote. Itaendelea kama madarakani kwa sababu ni chama ambacho tumekikuta na bado kitaendelea kwa sababu ni chama ambacho kinaongoza kwa busara. Na hata sasa hivi ukiangalia kusema sehemu atoke madarakani, nani atashika nchi? Kwa sababu ukiangalia tunaangalia ile amani iliyoko. Kwa misingi hiyo, kampeni za Dr. Samia zina sifa nyingi sana. Hizi hapa ni kwa uchache tu. Kwanza ni kuhudhuriwa na umati wa maelfu ya watu au nyomi la kutosha kama wasemavyo vijana. Pili, kuwa na mapokeo ya hamasa au vibe kubwa kama wasemavyo wengine. Ni mikutano isiyopoa wala kuchosha. Tatu, ni kuhudhuriwa na watu wa rika zote, mathalan vijana, wanawake, watu wazima na wazee. 4, kuhudhuriwa na watu wenye sifa za kupiga kura. 5, mahudhurio ya makundi mbalimbali ya kijamii yakiwemo wafugaji, wakulima, wafanya biashara na watu wa kaliba zote. 6, utolewaji wa ahadi za ukweli, mantiki, uhakika na zinazotekelezeka zenye kubeba dira, mwelekeo na matumaini kwa Watanzania. 7, kupata wanachama wapya kutoka kambi za wapinzani. 8, utolewaji wa ahadi na mikakati ya namna zitakavyotekelezwa. 9, kutoa ahadi za kudumisha umoja wa kitaifa, amani, utulivu, upendo na mshikamano. 10, kubeba dhana ya utu wa Mtanzania. Na katika kuinua utu wa Mtanzania ni kumpatia maji safi na salama, elimu, mtoto wake anasoma pale anamuona, huduma za afya anakwenda anapata, mambo yamezidi anapelekwa hospitali ya juu anatibiwa, yamezidi zaidi anapelekwa rufaa ndani ya Lindi anatibiwa, lakini umeme anao nyumbani, anatumia umeme nyumbani, umeme unalinda maeneo, umeme unazalisha kwenye viwanda, lakini kilimo kinakwenda vizuri, pembejeo anapata, anazalisha, anauza, anapata pesa nyingi. Huo ndio kulinda na kukuza utu wa mtu. Hadi sasa Dr. Samia Suluhu Hassan amekwisha fanya kampeni zake katika mikoa 21 na tayari ameshahutubia mikutano 77. Hizo ndizo kampeni za Dr. Samia Suluhu Hassan ambazo zimebeba matumaini mapya ya Watanzania. Tarehe 29, tuamke salama, tuamke na afya njema na furaha. Na kila aliyejiandikisha kwenye daftari la tume atoke aende akapige kura.
Usitoke peke yako. Kama una familia, hakikisha familia yote imetoka. Na huyu ndiye Dr. Samia Suluhu Hassan. Kumpigia kura yeye Oktoba 29 ni kupigia kura maendeleo ya Tanzania na Watanzania.